Tuanzie mstari wa 3 hapo. Imeandikwa, nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo. Asemaye ndani yangu, ambaye si dhaifu kwenu, bali anaweza ndani yenu. Huyu Kristo Yesu ambaye watu wa wakati huo walikuwa wanatafuta dalili ya huyo Kristo ndani ya Paulo, anasema kwamba huyu Kristo yeye anaweza ndani yenu. Walikuwa wanataka kuthibitisha, lakini Paulo anawaambia kwamba si kutafuta dalili kwangu mimi mhubiri, ila huyo Kristo anaweza ndani yenu. Mstari wa 4 anasema, maana alisulubiwa katika udhaifu, lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Maana sisi nasi tu dhaifu katika yeye, lakini tunaishi pamoja naye kwa uweza wa Mungu ulio kwenu. Tano anasema, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe, au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Anasema isipokuwa mmekataliwa. Lakini natumaini kama mtajua ya kuwa sisi hatukukataliwa. Bwana Yesu Kristo aliongeze baraka neno lake kwa kulisoma. Naomba tuketi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mara nyingi sana wanadamu ambao ni washirika wa mwili wa Kristo mara nyingi wanatafuta uwezo wa Mungu na nguvu za Mungu toka kwa wahubiri, ambalo ni jambo jema. Wanaishia hapo. Wao wanaishi kivyovyote wanavyoweza kuishi, lakini wanataka wamuone Mungu akitatua shida zao kutoka kwa wahubiri. Sio wao kwamba kulipa gharama, kuacha maisha waliokuwa wanaishi. Hawataki hivyo. Wanapojikuta hawajapata suluhisho la shida zao kutoka kwa hao watumishi wa Mungu, wahubiri, aidha wachungaji, walimu wa neno, wainjilisti, manabii na mitume, wao hujikwaa. Wanashindwa kutembea na Mungu, kwamba Mungu ni neno. Wanashindwa. Haleluya. Wanashindwa ni kwa sababu ya kutokujithibitisha, ni kwa sababu ya kutokujijaribu. Haya majibu ambayo leo tunayashuhudia ya kuwa ni ya kweli, Mungu ametenda. Na hata hivyo tunadai ya kuwa tumerudishwa kwenye imani ya kweli ya mitume na manabii. Ukiangalia hawa ambao wanaambiwa wajithibitishe wenyewe, waone shida zao, nabii anatufundisha, anasema chochote kila ambacho ungeona kwamba kimetatuliwa, kimefanyika maishani mwako, jaribu kwa kuwa ni Mkristo, thibitisha kwa neno, rudi kwenye neno uone, je, Mungu aliwahi kutenda hivyo kabla ya wewe huko kwenye Biblia? Haleluya. Jithibitishe mwenyewe kabla ya kusema chochote. Jithibitishe mwenyewe. Ujumbe wa kuthibitisha neno lake, ujumbe wa kuthibitisha neno lake 64:08-16
0816. Nitasoma hapa kidogo namna nabii anapozungumza habari ya kujithibitisha au kuthibitisha jawabu lako uliolipata, jawabu ulilopata. Urudi kwa neno, linasemaje neno juu ya jawabu ulilopata? Yaweza kuwa kweli umetoka kwenye shida, lakini je, kwani hiyo namna au njia uliyotumia kutoka kwenye shida, je, iko kwenye maandiko? Haleluya. Haleluya. Leo hivi tunazungumza, wako watu ambao wanaishi kwa kutegemea sayansi kabisa completely. Nilikuwa nashangaa nasikia dada Elizabeth amepewa mavidonge ya malaria. Eti kuna yeye amepimwa akaambiwa na malaria, eti ndo anabukia. Wakati si kwamba tumemwona sisi ana ugonjwa wa malaria. Yaani atasimama naye athibitishe ya kwamba Mungu amemtetea. Hayo mambo hatuyaoni kwenye Biblia. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hatuyaoni kwenye Biblia. Alafu anasimama anasema anajisikia vibaya sababu ya mavidonge makubwa. Ameambiwa na nani? Na sayansi, sio Mungu, sio kwenye Biblia. Au tunakuja tuna entertain mambo kama hayo ya kwamba Mungu alifanya. Hiyo ni kumkufuru Mungu. Umetendewa maajabu na Mungu, sayansi ilikuwa haijawahi kufanya. Haikukupa maelekezo ya kwamba fanya 1 2 3 upate kupokea muujiza wako. Alafu Mungu amefanya, alafu wewe unategemea, unaogopa eti watu wanaokuelekeza. Hao watu wamekuwa ni nani? Wamekuongoza umbali gani kwa Kristo Yesu? Tujithibitishe wenyewe. Sio kushikilia misimamo ambayo ni kinyume cha neno. Tutaona wapendwa, imefikia hatua tuseme nyeupe nyeupe na nyeusi nyeusi. Mtu asiyetaka kutembea kulingana na Mungu, hata ametendewa maajabu, yeye analeta habari za nje na neno, huyo hafai kuwa miongoni mwetu. Amina. Haleluya. Amen. Hafai kuitwa Mkristo kwa sababu Kristo hayuko ndani yake. Tutaona nabii anaposema kwenye ujumbe wa huko Kadesh Barnea, anaposema namna ya Wakristo ambao wanadai ya kuwa ni Wakristo, hata hivyo ni kuiga kwingi kwa uongo. Amina. Imeandikwa hivi paragraph ya 61 kwenye ujumbe huu kwamba kuthibitisha neno lake. Anasema 61, sasa inawezekana kuwa Wakristo waaminifu. Sikiliza mpendwa, inawezekana tukawa Wakristo waaminifu kama ndugu Charles ameshuhudia. Leo angesema eti kwamba angepokea ushauri akachemshe maji, ajikande maji, huo ushuhuda usingeletwa hapa, kwa sababu ametumia njia ambayo huku hatuoni mtu aliyetumia njia hiyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutofautishe mambo ya kawaida na ya kiroho. Hapa zinatakiwa kuletwa shuhuda za kiroho, sio za kawaida. Amina. Leo tunaishi watu wamepangiwa na sayansi namna ya kula vyakula, wakati maandiko yanasema mtu aaminie, imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Leo unaambiwa usinywe soda, usinywe usile wali, kwa sababu eti una kisukari na pressure. Nani alisema kwenye maandiko ya kuwa magonjwa hayo Mungu amesema kweli utembee namna hiyo? Wewe ni mwaminio. Uponyaji wa Mungu ni kati ya kufa na kupona. Uko hapo. Anasema sasa inawezekana kuwa Wakristo waaminifu, watu wazuri, wakati mwingine ushikilia. Inawezekana. Kuwa Wakristo waaminifu, wazuri, wanaoshikilia. Inawezekana kuwa tumekuwa wazuri kwa maana ya kuwa huibi tena, siibi tena. Hiyo ni jambo zuri. Lakini ukiishia hapo, hata wasioamini nao pia wanajua kuiba ni kosa. Inawezekana umevuka kiwango cha uzinzi na uasherati. Hata hivyo, hata serikali ya dunia hii
inapinga uzinzi na uasherati. Kwa hiyo ukiishia hapo hautakuwa tofauti na wale wa nje. Inahitaji kwenda zaidi ya hapo. Nabii anaunga mkono, kweli mmekuwa Kristo wazuri, waaminifu, wazuri, wakati mwingine hushikilia jambo lisilo sahihi. Unaona? Kweli Wakristo waaminifu, wazuri, wakati mwingine hushikilia jambo lisilo sahihi. Watu ambao neno linahubiriwa, akitoka bila kushirikisha viongozi wake, anaenda anafanya anavyoona yeye, na risikia ya kuwa hilo jambo limekelewa kanisani, hata kutoa taarifa ya kuwa mimi kiukweli sina imani hiyo, naombeni tu mniombee. Hawaogopi maonyo ya madhabahuni, wanashikilia misimamo yao. Kwa nini? Wao hawajawahi kujithibitisha kwamba wanaamini nini, ila ni wazuri, waaminifu. Hata hivyo wanashikilia jambo lisilo sahihi. Anasema wakidhania ni sahihi, lakini basi mambo haya sharti yathibitishwe. Mambo haya sharti yathibitishwe. Haleluya! Mambo haya sharti yathibitishwe. Sharti ni angalizo. Sharti ni condition, kigezo cha kupimwa ya kuwa wewe ni Mkristo. Nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu anasema ya kuwa Waislamu kwa nini wanafanikiwa sana katika biashara zao, huyo Theodore, na Israeli Wayahudi saa za kuomba saa 6 mchana kamili. Maana hiyo saa anasema kweli nikaona tu kwamba kulingana na maandiko saa 6 mpaka saa 9 ni masaa ya kutawala. Wao wamefunga biashara zao Israeli kwa ajili ya kwenda ibadani. Na ndio maana wanapofanya biashara wanakuwa wameshamiliki na kutisha kwenye ulimwengu wa roho. Wakiita kitu kinatokea. Lakini anasema na ni kweli, ila watu wanaojiita wa Kristo leo hawatati kufunga biashara zao kwenda ibadani. Hata hivyo wanataka waseme wamefanikishwa na Mungu. Haya mambo sharti yathibitishwe. Haleluya! Sharti yathibitishwe. Sharti yathibitishwe. Haleluya! Sharti yathibitishwe kama ni kweli au si kweli. Na ni wajibu wetu sote, kwa kuwa tunatarajia kwenda mbinguni Yesu ajapo. Amen. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa nini haya mambo yathibitishwe kwa kila mmoja wetu, kwetu sisi sote? Kwa sababu tunatarajia kwenda mbinguni Yesu ajapo. Kwa utarajie ya kuwa uje usinzie ibadani, utarajie kuheshimiwa, wewe hujajithibitisha kulingana na neno. Mahali pa kufa na kupona hivi, ungeangalia mwenzako anabinuka hapo, anakufa, na uko hapo, ungekaa makini kwamba yaweza kuwa mimi sijajithibitisha. Muda wowote naweza kutamka neno nikaanguka nikafa. Yaani unastarehe kabisa ibadani mpaka unasinzia. Alafu mara ya kwanza unaamshwa, unasinzia